Mambo vipi mwanafamilia Mkwanja Odds Win? Tuko katika mwendelezo wa swala zima la betting na tunaendelea kupambana zaidi kwenye betting. Kwa hiyo tu kikubwa hakikisha tu una subscribe, una share, una like, comment. Kuna games hapa nimeweza kuziachia sasa hivi, na leo Jumatatu game hizi zitakuwa tumeanza kuandaa bankroll management yetu kwa ajili ya kuchezea kwenye rollover ya basketball. Hii tumeandaa rasmi kwa ajili ya kuanza kucheza basketball, ambazo tunakuwa tunatafuta odds 1.50 tukao tunaweza kustake shilingi 100,000 na baadaye kusubiria matokeo tuone yanakuaje, kwa sababu asilimia kubwa ya game za basketball naona zinafanya vizuri. Kwa hiyo sasa hivi nimeona nianze kuzitumia kwa ajili ya kutengeneza au kucheza hiyo rollover. Kwa hiyo napenda tu kukusia, hakikisha umesubscribe, hakikisha umeshare, hakikisha umeangalia zile video 7 nilizokuonyesha ni mbinu zipi au ni hatua zipi za kufuata katika betting na ni siri zipi za kuweza kutumia na sheria zake. Nimekueleza kuna video 7 nimeziandika siri za betting, hakikisha unaziangalia. Kwa mfano value bet inabidi uifahamu ikoje, na kingine kujua bankroll management na ikoje na inafanyaje kazi na sheria zake ni zipi. Vitu kama hivyo ni vya kuweza kuzingatia, sio vya kuvipuuzia. Kwa hiyo kikubwa hakikisha tu umeingia kwenye channel ya Mkwanja Odds Win ya YouTube, angalia hizo video, ongeza maarifa yako pale, naamini kabisa utapata kitu kilicho bora zaidi. Kikubwa hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 3 2025, na kuna game ambayo nimeweza kuiachia yenye odds 1.556. Game hii ni ya basketball, itacheza muda wa usiku, lakini bankroll management yetu na tulio stake ni shilingi 100,000. Tunaanza kwenda nayo, tuone ndani ya siku 7 tutafikisha pesa ya kiasi gani au tutaishia njiani, kutokana na tunatembea na bankroll management. Kwa hiyo kikubwa tu hakikisha umesubscribe. Hayo ndo ningependa uweze kuyafanya. Kuna game hii ambayo ni game ya Orlando Magic vs Los Angeles. Hii ni game ambayo tumeweza kuomba katika quarter 1, yani kipindi quarter. Unajua kuna hizi quarter ziko quarter 1, 2, 3, 4. Umeona, lakini sisi katika quarter 1 tumeweza kuomba shilingi, yani tumeweza kuomba tupate over 50, yani zipatikane zile point au vikapu 50, na tumeweza kustake laki na tunasubiria matokeo tuone na kuaje. Hiyo ni rollover yetu ya day 1 ya basketball, rollover basketball siku ya kwanza. Kwa hiyo basi tutembee nayo hiyo, tuone matokeo yatakuaje. Kikubwa tu hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment video zetu. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inayohusiana na swala zima la betting. Asante.